Mathayo sura ya 19 aya ya 27. Yesu alimwambia Petro na mitume wengine kuwa watahukumu makabila 12 ya Israeli. Je, mitume nao watahusika watakuwa na uwezo wa kuhukumu katika siku ya mwisho? Sasa unafikiri Mungu anadanganya? Amesema hivyo na amewapa mamlaka hayo. Wale watakuwepo wameketi kwenye viti vya Israeli. Manake bahati nzuri inaonekana wao watakuwa wameshapita, hukumu yao imekwisha kuisha. Wataketi katika viti vya 12 wakihukumu makabila 12 ya Israeli. Hilo misi itafanyikaje? Mtu asiulize details ambazo ni conjectural, manake tunaweza kubuni, lakini hakuna details za namna watakavyohukumu na watakaje. Na Yesu amesema hao wataketi katika viti 12 wakiwahukumu makabila 12 ya Israeli. Hiyo mpangilio huo na mambo mengine sisi hatujui, isipokuwa hakika hawa watakuwa wanawahukumu watu, wanakuwa na uwezo wa kuhukumu watu kama waliopewa uwezo wa kusamehe na kufungia dhambi. Wanapewa uwezo huo wa hukumu. Watu hawataki kuelewa hivyo, na kama tulivyo wagumu wa moyo, hatuamini kama yule mtoto ambaye umemzaa wewe na anakuja kuwa hakimu wako. Katae usikatae, ni Mungu ameamua na Yesu amesema hivyo. Kwa hiyo mimi naamini mipangilio itakuaje mimi sijui, isipokuwa amesema, na hatuwezi kuhoji kwa nini itakuaje. Wao watakuwa hawahukumiwi, wameshahukumiwa. Mbona alisema nimekuja hukumu imeshakuja duniani? Lakini siku ile nimewaambia hukumu ya mwisho ni declaration. Simesema hivyo? Ni uthibitisho wa ile hukumu. Kwa hiyo ni kuweka wazi hukumu iliyokuwa ya private individual judgment. Kwa hiyo siku ile ya mwisho wataonekana ndio watakaa pale kama watukufu, kwa sababu ya enzi na maisha yao waliopitia. Wengi karibu wote walikufa vifo vya kukatwa vichwa na kupasuliwa na kuchunwa ngozi, vifo vibaya vya ushahidi mkali. Wote isipokuwa Yohane tu, na Yohane alikufa katika mateso huko gerezani, kukimbizwa, kutupa nje. Alipata mateso makubwa, hata pengine kuliko kifo cha maisha yote. Ni ushahidi wa maisha mazima, ni kifo cha maisha. Kwa hiyo tuseme tu hawa walipewa hadhi hiyo kwa sababu waliteuliwa na Bwana mwenyewe, na hatuwezi kuhoji kwa nini wao tu. Amesema, anauliza katika hukumu ya mwisho kuna watu ambao hawatahukumiwa. Basi ukaulize, wameshahukumiwa na watatangazwa pale. Kukaa kwenye viti ni maneno ya vingine kusema watakuwa kwenye utukufu. Na kwa hiyo kukaa viti vile 12 vya mataifa wakihubiri makabila, manake dunia nzima, everybody. Makabila hii sio ukabila tu wale wa Israeli, kabila la Gadi, kabila la Benjamin, na kabila la sijui na Efraim. Hapana, makabila hapa ni makabila, manake mataifa yote. Makabila ya Wakristo ni yapi? Ni mataifa yote na ulimwengu. Wakristo wote na wasio Wakristo wote watahukumiwa na hawa. Na ukatae usikatae, hakimu mkuu anaangalia kama wanavyofanya sawa sawa. Wao watawaita watu majina yao bila shaka, na kama jina lako alipo kwenye daftari ya Petro, hali yako itakuwa ngumu.
Unaambiwa wewe haupo bwana. Mimi nilitoa zaka, ambiwa hamna cha zaka hapa. Wewe kaa pembeni, jina lako alipo. Unatupwa huko na yule jamaa anangoja na chengo pale. Ni picha tunayopata sisi. Ni picha tu, lakini hali itakavyokuwa tunajua. Petro anatueleza hivyo, Yakobo anatueleza hivyo, hata Luka Matendo ya Mitume anaeleza hivyo, na Paulo ndio wa kwanza kueleza hivyo. Hukumu ya mwisho itakuwa kwa namna ya drama kabisa. Sasa ni uamuzi wa Mungu, na hatuwezi tunaweza kuspeculate, yani kubuni na kusema maneno mengi, hatuelewi itakuwaje. Ni siri yake na ni ufunuo. Mtu asijidai kwamba anaweza kutuambia chochote kuhusu setup ya hukumu ya mwisho. Ni ngumu sana, isipokuwa ukweli ni kwamba hawa wamepewa mamlaka hayo na wayatatendeka. Namna atakavyo hukumu hakueleza. Karibu. Asante. Sijui nani ameuliza hilo swali, lakini mimi naelewa pale Yesu anaposema wale waliompokea wamefanyika wana, wamekwisha vuka kuingia uzimani. Ndio mimi najiuliza, ndio maana labda huyu anauliza hili swali kwamba je, kuna ambao hawatahukumiwa? Yaani kwamba walishampokea huku, kwa hiyo wameshastahilishwa kwamba wao kwenye hukumu pale wanasalimia tu, majaji wanapita. Sielewi ikoje, lakini ndio swali lake. Nadhani labda na mimi ningeuliza hivyo kwamba hao tunaoambiwa kwamba waliompokea wamekwisha fanyika wana, wameshaingia, wanaingia, wanainama tu na kupita. Sasa mimi nimesema arrangement ilivyo hakuna aliyejua, anayejua, isipokuwa nimesema hukumu ya mwisho ni declaration. Wewe unajua ni nani alishakuwa mwana? Hajulikani, sio? Sasa siku ile watasomwa pale, they will be revealed. Labda watavikwa mavazi ambayo unaona hata fulani yuko kule. Mimi nilifikiri mtu wa ovyo ovyo. Kwa hiyo ni wanaita ni uthibitisho wa hukumu iliyofanyika tayari. Na kwa ni siku ya furaha na pia ya uchungu kwa wale ambao ulitegemea kwamba watakuwa huko, kumbe hawapo. Na mimi tulimuuliza, nishatoa hapa habari hii, mwalimu wetu wa dogma alikuwa anatufundisha the eschatological or the eschaton, siku za mwisho. Na mmoja aliuliza, sasa mimi nitasemaje kwenda mbinguni ni furaha wakati namuona mama yangu anaenda kule the other side? Akasema, I tell you, utasema peleka, piga nyundo kichwani. Utamchukia mama yako kiasi kwamba hata utaki kusikia naitwa mama yako, kwa sababu moja tu, kwa sababu alimdharau Yesu. Rafiki ni nafsi yako mwenyewe. Anybody ambaye anamchukia Mungu amemdharau Mungu katika Yesu Kristo. Na mateso yote Yesu aliyopata kwa ajili yako, hutapenda kumwona hata mama unaitwa mama hapa duniani. Hamna kitu cha maana. Kwa hiyo tulishangaa, tafakari sana, nikasema ni kweli. Mtoa mfano tu, lakini hii ni ya kibinadamu. Unaweza kuwa na rafiki yako sana, mtu wa ndani, very intimate friend, na tena ambaye atakupa moyo wakati wa shida na nini. Ukipata shida tu yupo mlangoni na kuliwaza, hata kukusaidia kwa namna, hata kwa mali na nini. Ni rafiki kweli kweli, committed. Alafu ghafla anakuja mke wako, mfano tu, anakuja mke wako, darling, habari, whatever language they use. Hey darling, anabusiana, kumbatiana. Anakuambia,
unakumbatiana hiki kitu hiki. Yule rafiki yako yuko pale anasema, unakumbatiana na kitu, who is this animal? Who is, anatumia lugha mbaya. Huyu mwanamke wa namna hii takataka hii unakutana na wapi rafiki yangu? Sasa hapo useme hivyo bwana, huyu ni mke wa hii huyu. Anasema lugha ambayo hukutegemea. Anamdharau kiasi kwamba unaona kama ulioa aina kitimoto nguruwe au kabisa, yani manake amemdharau mpaka undani wake na kumumbua mbele yako mpaka uone kama ni mnyama au hata si mnyama afadhali. Nao unamwambia, unamkataza, mwishoni unamfukuza kwenye jumba mlichokutana. Toka bana. Wewe yani amekumaliza kabisa. Na huyu ni mke wako unampenda kupitia, amjui sana. Pitiliza. Mmeishi miaka 20. Mmekuwa na vitoto vizuri, lakini huyu bwana anaweka maneno ambayo hukutegemea. Would you love that friend of yours? Utampenda huyu rafiki yako? Haiwezekani bana. Mimi nakumbuka mahali fulani katika huko maisha ya stories, maisha haya, jamaa alikuwa amepata mtoto wake, baby, mtoto kadogo, ni mtoto amezaliwa labda wiki moja tu. Jirani yake anakuja anasema, chicho hiki bani. Mimi manake anasema, hii ni kitu gani jamani? Hii ni nguruwe au ni chakite kabisa, masikio marefu namna hii. Anaanza kuchambua yule mtoto. And the mother was listening. Alikuwa anasikiliza. Very keen. Na kuambia machozi anaanza kutoka. Mume wake alikuwa pale, akasema, unasemaje? Akaenda kuchukua kisu. You cannot, huwezi kumtukana mtoto wake aliyezaa. Unamtukana alafu useme is a friend or whatever he is. Akamwambia, unaona kisu hiki kitakumaliza wewe hapa sasa hivi. Naomba unisikuone hapa nyumbani kwangu tena. Na hata ameweka kinyungu kabisa. Na hata kukutana popote usinisalimie, kwa sababu huyu ni mimi. Nilifikiri unatoka. Wapi, hata nikitoka ni kitu kile tu. Alafu useme unampenda mtu huyo. I'm saying upendo kwa Mungu ndio unatuunganisha. Sio tena hii upendo ambao tunaita natural, gorges, maana kwa lugha ya Kiingereza hapo mara nyingi kuna aina 4 za upendo. Kwa Wagiriki walikuwa na aina 4 hizo. Sasa upendo ule wa damu, wa baba na mtoto, mama na mtoto, huo hautakuwa upendo wa kimungu. Upendo wa kimungu ndio tunaita ni agape. Sasa ukiona mmoja ambaye katika unafikiri kwamba kule mbinguni itakuwa na ule upendo wa kibinadamu, hapa unaishia hapa, huo kule ni upendo wa kimungu na tawala. Sasa mtu ambaye amekosa upendo kwa Mungu, hutampenda hata kule. Ule unafunika kila kitu. Urafiki ule tunaita ni philios, ule unaisha. Filio, upendo ule ambao ni eros wa kimwili, wa mapenzi, unaisha. Even if your wife, kama amkuwa na umoja katika upendo wa kimungu na amkumpenda Mungu pamoja, hamtakuwa pamoja wakati ule. Nimeshaona mengi. Kwa hiyo ni ukweli. Kwa hiyo hapa tumeenda sasa siku ile ya hukumu ya mwisho, ndugu yangu,
ni declaration which is. Sasa hivi unasema ndio wale walishampokea Yesu wamekuwa dada na kaka zake, lakini unajua kule harusini kuna watu walioalikwa. Kuna mmoja alikuwa hana mavazi lakini amealikwa na alikuja harusini, is the same. Jamaa bosi alipokuja akacheki watu walioalikwa, akafurahi sana, wamekuja wageni. Lakini akaona kajamaa mmoja kule amevaa magunia, akamuuliza, na wewe umeingiaje hapa bwana? Halo wewe hapo nyuma hapo, wewe umealikwa? Ndio. Umeingiaje hapa? Hakuvaa mavazi ya harusi. Wengi wanasema lakini unajua wale waliokwenda kualika watu huku barabarani ilikuwa haraka haraka na watu hawakupata nafasi ya kujitayarisha. Mpaka uje harusini kujitayarisha kweli? Hata kama ilikuwa haraka, ungeenda nyumbani uoge haraka haraka, utafute kashati kanakoweza kustahimili uvae kile ulichonacho the best you can, because umealikwa kwenye harusi, kwa harusi ya mkubwa. Sasa utakuja na mavumbi, umetoka shambani uje na jembe liweke hapo nje, naenda kwa mfalme? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi ningesema ile simulizi au mfano ule katika maandiko matakatifu haukueleza muda uliopo. Watu wanasahau hiyo. Tunaita literary time, haipo. Lakini ukikaa chini unafikiria kwamba kulikuwa na awalau masaa 3-4 ya kujitayarisha. Kama anasema jioni ndio tuna party man, na amekuja akakualika saa 3 asubuhi au saa 4, utasema tulikuwa na haraka mno, nimekuja na ni dharau, toka nje. Alitolewa nje. Sasa pia wale tunaita ni ndugu zake, tukumbuke katika kitabu cha Ezekieli, nabii Ezekieli anatuambia hali utakayokuwa nayo siku ile ndio itakayokuhukumu. Sio sema sisi tulikula na wewe njiani. Anatuambia Yesu ile katika sura ya 7 ya Mathayo, sura ya 7 aya ya 20 huko. Anatuambia sio wale wanaonyita Bwana Bwana watakaoingia ufalme. Hata wakiingia ninawafahamu. Hakwambia mimi sikufahamu, toka nje. Na kwa hiyo tusiseme mimi tayari nimeokoka. Wale wanasema hivyo ni hatari sana. Paulo amerudia mara 2 katika barua yake kwa Timotheo, anasema nategemea nitapewa taji baada ya kupiga vita nilivyoweza kupigana vizuri. Anategemea, sio kwamba na uhakika. Alafu anasema sisi wote tuko kama sparring, tuko njiani kama maathlete, wanariadha wanaokimbia. Mwisho hatujamaliza. Siku ya kuvikwa taji kama mwanariadha au boxer, anafanya sparring, mazoezi. Kwa hiyo safari bado. Mtu asijisifu hapa nimeshafika. Kwa hiyo ingawa yeye anaita brothers, everybody was a brother of Christ because they have accepted Christ, kwa sababu wamemwamini Yesu na kumpokea. They are brothers nominatively, lakini substantially, maana kwa mdomo sawa, kwa hadhi sawa, lakini kweli ni brother of Jesus. Pale ndio utajulikana, na hapo ndio utajulikana kweli Ngowi alikuwa rafiki. Hapo tunaweza kuongea sana, kumbe ni fisadi, muuaji. Usiku ulikuwa ni unajua ni kwenda wapi. Hata sasa hivi naweza kuwa na plani kitu fulani. Natoa tu mfano. We are really complex binadamu. Tatizo kubwa sana. Mungu ametupa kichwa hiki na moyo huu tofauti sana. Wewe kujua mtu anafikiria nini. Anakuja hapa anajipresent kwamba even suppose unasikia mtu ameshaua mtu huko. Nani? Ngowi tulikuwa naye anahubiri pale. Ule bwana alikuwa mbaya, alikuwa na watu huko ameweka, alikuwa naua watu 2 kila siku au kila wiki.
Sasa this is the mystery of man. Sasa kwa hiyo only hukumu ya mwisho ndio itaka declare ukweli juu ya yetu wote. Ukweli ule uliowekwa chini ya mvungu, uliowekwa chini ya nyuma ya milango, utawekwa juu ya paa. Ni siku hiyo, the day, inaitwa the day. Kwa hiyo hapo ndio ninasema hivi, hata nani alijua kama Yuda Iskarioti angemkana Yesu? You think of that. You think very, very serious. Ni fumbo kubwa sana. Yule ambaye aliteuliwa kati ya binadamu wote ulimwengu huu, akapewa hadhi ya kuwa mtume kati watu 12 tu, akaja msaliti, akajinyonga. And yet kanisa alijasema chochote kwamba alienda motoni au wapi. Hiyo sio kazi yao. Siku ile tutamkuta Yuda amewekwa taji, tutashtuka, wengine tutazimia huko, kwa sababu tulifikiri kwamba huyu ni mbaya kuliko wote. Kumbe pale katika kukatakata roho na kuhangaika katika kuhangaika ametubu. Anamwambia Mungu, ninajiua kwa sababu sikutegemea na ninaomba msamaha. Na you don't know what he said. Because dying is, tunaweza kuwa mwili umekufa, lakini the heart is around, the soul is around, and it is still praying perhaps. Kwa hiyo kanisa alidhubutu kumhukumu mtu hivi vitu, ila tunamsema hawi mfano wetu, na ndio maana hatumtakatifuzi wala kumtangaza sana. Tunamweka pembeni, wala tunamweka pembeni to associate ourselves with them or to him, ili tusiwe kama ni mfano wetu, ili kuondoa ile scandal. Lakini hukumu sio ya kanisa. Kuna fundisho gani kuhusu yule mtu, kwa nini hakujitetea? Yupi huyo? Huyo unayosema wewe kwamba ameingia pale, ameulizwa, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi hilo? Kwenye hukumu ile ya mwisho tunaambiwa wale watu waliambiwa, bwana, hukunipa chakula, hukunipa hiki. Wakasema, sikukuona wewe, ni wapi? Angalau alijitetea kidogo. Sasa najiuliza, huyu kuna fundisho gani kwamba kaulizwa, wewe umeingiaje hapo bila hilo vazi? Mimi nadhani kungekuwa na sababu ya kusema, bwana, vazi langu kule wamefungia jamani, na vazi moja tu jamaa mwingine kawai kaingia nalo. Sungeenda kukopa. Sawa, lakini najiuliza kuna fundisho gani, kwa nini hakujitetea? Nyamaza mpaka ametupa nje. Asante sana kwa swali, very very clever kind of. Asante sana kwa swali hilo. Kwa kweli, unajua kila parable, kila mfano unaotolewa, nimeshawaeleza kuna aina 2 za mifano. Kuna mfano ambao tunaita ni pure parable, yani mfano wa kweli. Alafu kuna mfano unaitwa allegory, mfano mpana wenye mafundisho mengi. Ni hadithi simulizi, yani parable ni hadithi. Yesu alitumia hadithi, tunaweza parable. Parable hii inaitwa allegory kwa sababu ni pana, ni kubwa. Kwanza inafundisha juu ya Mungu anavyopenda watu waingie ufalme wake, by any means waingie. Kwa hiyo hakuna ambaye anakataliwa. Yeye anataka wawepo watu kwenye ufalme wake. Kwa hiyo haachi mtu. Wale walipokataa, ukikataa hakulazimishi. Waliokuwa mwanzoni wa awali wakasema, mimi nina shughuli zangu huko na huko, amewaacha. Alafu akamwambia, nataka watu, harusi yangu ijae, ukumbi nimetayarisha mahanjumati kwa wingi, kila mtu ashibe na vinywaji kwa wingi, kuliko hata ile harusi ya Kana.
Sasa hakuna watu, usiniambie hivyo. Akatuma watumwa wake, watumishi wake kila mahali, barabarani na mashambani na wapi, mkawaalike watu waje, waambie waje, whoever you find, mwambie kwa mfalme au kwa fulani kuna harusi kubwa, amekualika personally. Sio kadi siku hizi, personally anatuma. Sasa bila shaka hatujui walichoambiwa wale watu. Waliambiwa saa ngapi? Hii lazima tujue. Saa ngapi? Kama ni jioni angesema, lakini walialikwa. Alafu wakarudi nyumbani wakamwambia bosi, tayari tumealika watu. Wako tayari wameingia ndani? Ndio. Ukumbi umejaa? Ndio. Sasa wameanza kuingia saa ngapi? Hawasemi saa. Isipokuwa tu taarifa ni kwamba ukumbi umejaa. Na sasa anapaswa kuingia, waanze sherehe. Sasa hapo katikati hatuelewi walijibizana nini na wale watumishi. Labda yeye katika yule bosi alimuuliza kuna mtu aliyekuwa na shida, wakasema hapana. Kuna mtu aliyekueleza ana shida, labda nimpe vazi, akasema hakuna mtu aliyesema ana shida. Kwa hiyo ukumbi umejaa. Haya mzee, unakuja? Ndio nakuja sasa hivi, ngoja nikavae pete zangu na viatu vile vya kifalme au vya bosi mkubwa. Akaingia, akainua macho, akaangalia watu wamevaa vizuri. Kwa nini yeye tu yule? Akamwambia, we bwana, vipi bwana, umeingia hapa? Akasema ndio, nimealikwa bwana. Akasema sasa mbona vazi la harusi huna? Hakujibu. Manake nini? Labda alidharau, labda shauri, mbona hakusema kitu? Lengo sio ile majibizano. Lengo la yule mtu aliyekuwa singled out kati ya waalikwa wote ni kwamba tusizembee mwaliko, tujitayarishe kwa ufalme. Tusirizike kwamba nimeitwa inatosha. Inafaa kujiandaa, inafaa kufiti, kustahili. Usije ukaonekana kioja. Ndio hilo, mafundisho ni hayo, kwamba sisi kubatizwa kunatosha bana. Hakutoshi, lazima uishi kama mbatizwa. Ndio mafundisho yake. Sio ujidai hapa, mimi sihitaji hata kwenda kanisani tena, sipokei sakramenti yoyote. Ya nini bana? Mimi nimeshaitwa. Wale wanajiita tumeokoka. Oho, wokovu ni mpaka mwisho. Bwana atakapokuja na kukagua ukumbi, ukikutwa kule una nguo zinanuka vitimoto au unanuka vitu gani, sio jikoni huko umetoka, hata unachafua hali ya hewa unaambiwa toka nje bana. Kwa hiyo ndio hiyo mfundisho lake, na ndio maana hakuna majibizano pale. Kwa hiyo huo mfano huo unaitwa allegory, kwa sababu kuna fundisho la kwanza, Mungu anataka wote waokoke. Sawa? Na kwa hiyo anaalika wote, na wale waliokataa bahati yao mbaya wamejikatalia mahanjumati wenyewe, furaha yenyewe wamejikatalia wenyewe. Hata haulizi wao watapata cha kumtema, si watafunga mlango huko nje. Tunaambiwa kuna baridi na au moto, watapata baridi na kusaga meno huko. Wale waliokataa watasaga meno wenyewe huko, lakini huku ndani watu wanakuwa wanasherehekea na kupiga ngoma na kucheza. Watu wanaopenda rumba kama mimi watacheza sana, mpaka wale wanaopenda vinywaji watakunywa mpaka tumbo zijae na nini. Wale wanaopenda kula watakula mpaka tumbo zipasuke. Zipasuka ni hatari tena. Lakini kuna kila kitu. Fundisho la kwanza, Mungu anataka wote waokoke, na anataka ufalme wake ujae ambao haujai. At the same time unatakiwa ufiti.
Mtu ambaye hafiti, hastahili kukaa pale, anafukuzwa. Kwa hiyo kuna watu wanaojiona kwamba wameitwa, wamebatizwa, lakini hawakuishi ubatizo, hawakujiandaa. Msuma wao, kuna ile mfano mwingine tena, wale mabinti na mishuma yao walialikwa, waka entertain kule, wakale vitu lakini wao walikuwa pumbavu, hawakujiandaa kuweka mafuta. Ni hivyo mfano wa namna hiyo huu. Aina hiyo ametoa mifano kadhaa ya aina hiyo. Kwa hiyo yule hakuna majibizano sana, kwa sababu lengo ni kufundisha tu kwamba tunapaswa kujiandaa. Mwaliko upo na umeshapewa mwaliko, lakini ujiandae, you fit in, uweze kustahili kukaa pale. La sivyo useme mimi unatokea matope huko ya mbolea, umekuwa zizini kule, unatoka huko na matope, alafu utaleta harufu mbaya pale ndani na mavazi ya watu utachafua, hata utashikaje sahani na huku na matope ya mbolea. Pale ni karamu. Kwa hiyo uvae vazi la karamu. Na watu walijua. It's not something new. They knew kwamba kwa Wayahudi wakati ule ukialikwa kwenye harusi, kuna vazi la harusi. Na Yesu alikuwa na mavazi ya aina hiyo. Hakuwa naenda na kaniki au kitu gani. Yesu alikuwa smart sawa. Kwa hiyo alivaa ile kitonet yake ya hali ya juu. Anaenda harusi ya Kana, mpaka watu wanakwenda kumwambia, wala hawaulizi bwana, mbona umekuja ovyo? Hapana, wamevaa vizuri ili kuenzi yule mwenye harusi. Ukivaa vibaya unamdharau. Kwa hiyo hilo swali yule jamaa aliona aibu, nafikiri alikubali tu kutolewa nje kwa aibu. Ndio unaweza kusema tu. Lengo la mfano huo lieleweke. Sio kuentertain tu, hapana. Lengo lake, ufalme wa Mungu ni kwa wote na haubagui, na wote walioalikwa wataingia. Mtu anaingia pale awe na hadhi ya mtu anayeenda kwenye harusi. Yaani kuna kujiandaa kumpokea Bwana siku ya mwisho. Kama ustahili, huwezi kuingia kule. Na hata kama umeingia kwa bahati mbaya kutokana na watumishi walikupendelea, labda kumwambia wenjo tu bana, mzee tutamdanganya kwamba wewe ukae kule mwisho kwenye kona, ili tumwambie wako huku wamejaa huku, asitupie macho. Akikuona basi bahati yako mbaya. Na kumbe yule mkubwa anaona sana, akamwona kwenye kona bana, wewe namna gani? Ndivyo ilivyotokea. Najaribu kufikiria kweli kwenye halaiki fulani, kwa mfano maaskari wamevaa uniform vizuri, au kwenye graduation watu wameshavalia yale graduation gown zao vizuri, au kwenye mapadre wamevaa makanzu yao vizuri. Kweli mtu ambaye umeingia na vazi ambalo sio, mtu anakuuliza, yani wewe haujioni kama hapo umekaa sio penyewe utakiwa kukaa? Ndio utaondolewa tu. Ni kweli.